Mimi ninafahamu kwamba kulikuwa tayari kuna njama huko nyuma ya kutafuta namna ya kutukamata viongozi kabla ya tarehe 29 mwezi Oktoba. Kwa vitatumika visingizio mbalimbali. Hata mimi pamoja na kuwa niko huru sasa na nitakwenda kushiriki hiyo kesi iliyofunguliwa dhidi yetu kutafuta amri ya mahakama kutaka kutuweka ndani, lakini naweza tukatoka hapo na tukakamatwa tu kwa sababu nyingine. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, leo hii imeweza kuwa ni siku ya pili baada ya kutoweka kwake ama kukamatwa kwake Mheshimiwa John Heche. Sasa gumzo mzito leo hii ni kutokana na update mpya ambayo imetolewa na chama Chadema, kikidai ya kwamba kimeweza kuelekea katika kituo cha polisi cha Temeke, eneo ambalo waliweza kuamini Mheshimiwa John Heche aliweza kupelekwa baada ya kukamatwa huko katika mahakama kuu siku ya jana alipokuwa akihudhuria kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, ila hajaweza kupatikana katika kituo hicho cha polisi, na ndipo ambapo chama Chadema kwa mara nyingine hivi sasa kimeweza kuibuka na taarifa ya kwamba hajulikani alipo Mheshimiwa John Heche. Ila mtazamaji wangu, wataalamu wa kisiasa hivi sasa wanadai kwamba anachokipitia Mheshimiwa John Heche ni detention without public notice. Mtazamaji wangu, amini usiamini, uchaguzi mkuu unazidi kukaribia. Sote tunafahamu kwamba chama Chadema mwenyekiti mkubwa ama mwenyekiti alikuwa ni Mheshimiwa Lissu, na kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukamatwa, msaidizi wa chama Chadema kwa nafasi ya uwenyekiti aliweza kuwa Mheshimiwa John Heche, na hivi sasa ameweza kutoweka na habari ya chama Chadema ni hajulikani alipo. Sasa mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji, sasa kama nilivyokufahamisha hapo mbeleni, hivi sasa anachozidi kukipitia Mheshimiwa John Heche ni detention without public notice, kuzuiwa kimya kimya. Sote tunafahamu ni kwa nini ambapo Mheshimiwa John Heche huenda kaweza kuzuiwa kwa muda mrefu hata asiweze kuachiwa ama asiweze kujulikana alipo. Mtazamaji wangu, jambo hili ni sawia na kile kinachozidi kuendelea hivi sasa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kukamatwa mapema mwezi huu wa 10. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ukiangalia mbona viongozi hawa wawili nilioweza kutaja majina yao waweze kupitia hali hiyo, ni kutokana na ukosoaji waliokuwa wakiufanya dhidi ya chama kikuu cha CCM na viongozi wengine wakuu wa serikali ya awamu ya 6. Vilevile mtazamaji wangu, kuna shinikizo la kisiasa, political pressure, huenda kutokana na kile ama ushawishi walionao viongozi hawa wawili dhidi ya siasa za chama cha CCM kwa mara nyingine kuchukua uongozi wa kuongoza serikali ya awamu ya 7 kupitia uchaguzi mkuu, huenda imeweza kuchangia. Vilevile mtazamaji wangu, kuna maslahi ya kisiasa au uchaguzi wa serikali. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, viongozi hawa wawili waliweza kuwa mstari wa mbele kushawishi vijana Gen Z kutokuwa katika nafasi sahihi kurejesha viongozi hawa wa serikali ya awamu ya 6 kuongoza serikali ya awamu ya 7. Hivyo basi huenda ikachangia pakubwa masuala ya kisiasa au uchaguzi wa serikali, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia Mheshimiwa John Heche pamoja na Mheshimiwa Humphrey Polepole hajulikani alipo. Mtazamaji wangu, pia kuna tishio la usalama binafsi. Sote tunafahamu kwamba viongozi wengine hivi sasa katika chama Chadema hawana imani kabisa na hata kuhudhuria kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, kutokana na kila kipindi na wakati ambapo wapo karibu, mmoja anaweza kutoweka, mwingine akifuatia. Mwisho siku haijulikani kiini na sababu kuu inayozidi kuchangia, ila inaaminika migogoro ndani ya chama huenda inaweza kusababisha, hasa kwa kesi kama yake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ila
kwake Mheshimiwa John Heche, mbeleni kuliweza kuwa na madai ya kwamba, ningependa nikurejeshe nyuma kidogo mtazamaji wangu, kulikuwa kukifanyika mazishi ya kuuzika Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye aliweza kuaga dunia akiwa huko India, ila baada ya kurejeshwa nchini Kenya, Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa mstari wa mbele kuomba mwenyekiti msaidizi ama mshikililizi ambaye ni Mheshimiwa John Heche kuhudhuria mazishi yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ila kipindi na wakati ambapo alipokuwa akihudhuria ama kujaribu kuvuka mpaka kati ya Kenya pamoja na Tanzania, aliweza kuzuiwa na mwisho siku hakuweza kufanikiwa kuhudhuria mazishi hayo, na kwa wakati huo kulikuwa na jaribio kubwa aweze kukamatwa, ila kutokana na ulinzi alionao uliweza kumwomba kubadilisha gari alilokuwa akilitumia kusafiria, na kwa kweli hiyo iliweza kusaidia kutokana na kile kilichoweza kukuta gari alilokuwa akitumia mbeleni. Na mtazamaji wangu, jaribio hilo lilipoweza kushindwa kufanikiwa, kuna ripoti iliyotolewa ya kwamba Mheshimiwa John Heche ameweza kuelekea katika Jamhuri ya Kenya kumzika Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kinyume na sheria na kanuni za Jamhuri ya Tanzania, ila yeye binafsi aliweza kuzungumzia na kuweka hadharani kwamba yupo nchini Tanzania wala sio katika Jamhuri ya Kenya, hajaweza kuhudhuria mazishi yoyote yale. Mwisho siku jaribio lingine likaweza kushindikana, ila siku iliyoweza kufuatia ambapo siku ya jana Mheshimiwa John Heche alionekana katika Mahakama Kuu, yeye pamoja na viongozi wengine wakuu wa chama Chadema waliokuwa wameweza kuhudhuria kwa ajili ya kusikiliza kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Kipindi hiko ama wakati huo ndio wakati ambapo aliweza kukamatwa Mheshimiwa John Heche, ila baada ya kufuatwa katika kituo cha polisi iliweza kubainika kwamba hayupo, ameweza kupelekwa Tarime kama sijakosea, ila baada ya ripoti hiyo ya kituo cha Tarime, leo hii viongozi wakuu wa chama Chadema wanadai kwamba Mheshimiwa John Heche hayupo katika kituo cha Tarime, jambo ambalo linazidi kugonga vichwa vya habari kuhusiana na aliko Mheshimiwa John Heche. Na mtazamaji, pia Watanzania wengi wameweza kuzungumzia swala hili katika mitandao ya kijamii wakikosoa na kuomba kujulikana aliko Mheshimiwa John Heche. Na mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo wewe hapo utaweza kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na kutoweka kwake Mheshimiwa John Heche, ama baada ya kukamatwa Mheshimiwa John Heche ni kipi kiliweza kumkumba na yupo wapi sahihi, na je, ni kiongozi gani ambaye atakuwa akichukua usukani wa kuendeleza uongozi katika chama Chadema, kwani mshikililizi Mheshimiwa John Heche aliyekuwa akishikililia wadhifa wake Mheshimiwa Lissu hivi sasa hayupo na hajulikani aliko. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.